Baby, naomba talaka. Jamaa alishtuka kuona mke wake wa muda mrefu ameomba kupewa talaka ghafla. Mwamba alishtuka akapaniki ghafla, gari yao ambao walikuwa wanaiendesha kwenye mabarafu ikapinduka. Gari ilidondoka kutoka kwenye mlima wa mabarafu. Walifanikiwa kutoka kwenye gari kabla haijalipuka. Wife alikuwa amezimia, jamaa akamfunika koti. Akatumia damu yake kuandika maandishi ya kuomba msaada juu ya barafu. Waokoaji walipofika walikuta mshikaji amezimia kutokana na kupoteza damu nyingi sana. Wife alipona kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Alikuwa anaota ndoto amevamiwa na mzimu wa mume wake. Aliamua kwenda kuomba msaada kwa mwanasaikolojia. Wakati anapata msaada wa kisaikolojia aligundua kipi kilimfanya mume wake afariki. Binti alikuwa anajiuliza kwa nini mwanaume ambaye alikuwa anaamini kuwa hajawahi kumpenda alikubali kufa kwa ajili yake. Kumbe Mwamba alikuwa anampenda binti kutoka wanasoma. Aliumia sana alipogundua binti amewahiwa na Edboy wa shule. Mama wa binti alifungwa jela, Edboy akamtelekeza. Mwamba alimfuata binti akiwa ameshika mkataba wa ndoa. Ukiolewa na mimi nitalipa madeni yote ya familia yako. Binti akakubali kufunga ndoa na mshikaji. Binti alijua jamaa hataki ukaribu naye. Kumbe jamaa alikuwa hataki binti amguse na alikuwa anavaa gloves kwa sababu alikuwa na vidonda mikononi. Binti alikuwa anahisi Mwamba ampendi kwa sababu alikuwa hataki washikane mikono. Alipogundua ukweli akamwomba Mungu amrudishe kwenye maisha ya shule, Mungu akamrudisha. Alirudi kwanza upya maisha ya shule, mamake akawa hajafungwa gerezani, akawa na furaha sana. Mume wake akahamia kwenye shule yao akiwa ametoka kwenye shule nyingine. Binti alisimama kwa furaha. Kaka mambo, njoo kae na mimi. Marafiki zake wakamsimanga wakamwambia aache shobo. Mwanafunzi mpya akakaa karibu na binti. Kesho yake aliona wauni kadhaa wanampiga yule mwanafunzi mpya baa. Binti alikuja haraka kuitibu mikono ya mshikaji kabla hajapata vidonda. Mdogo wake alionyesha shobo kwa huyu binti. Usiongee na watu ambao hawajui. Binti alimaindi akaondoka. Mdogo wake alipoondoka alijaribu kutibu mkono wake. Binti alirudi na mfuko, jamaa akawa anajaribu kumkwepa. Nimekuletea dawa, usisafishe kidonda chako na maji, mkono utaoza. Jamaa alijaribu kukataa, binti akamtibu mkono kilazima. Baadaye akamlisha pipi kwa kono lake la kulia. Hii itapunguza maumivu ya dawa. Upande wa pili, Edboy ambaye alikuwa ni mpenzi wa huyu binti alikuwa na hasira sana. Yule demu akupendi kasahau birthday yako. Anamshobokea mwanafunzi mgeni. Kesho yake shuleni, binti alibeba boksi za maziwa. Mimi huwa sipendi uniletee zawadi zako mbele za watu. Akakumbuka Edboy alivyomwacha kwenye maisha yajayo. Akakanyaga gula kushoto la Edboy kwa hasira. Nampenda mwanafunzi mpya aliyehamia kuliko wewe. Mwanafunzi aliyehamia akatokea. Je, Edboy ataruhusu mpenzi wake achukuliwe na mwanafunzi mpya? Comment hapo chini kama unahitaji maendelezo. Asante sana kwa kila nafsi inayo support Fredflix kwa namna moja au nyingine. Hadi sasa hivi tumefikisha subscribers 100,000. Najua kuna mtu mmoja lenye roho mbaya linatamani liende likansubscribe ili nione na subscribers 99999 ushindwe na ulegee kama socks za mtumba. Asante sana kwa support yako, sina cha kukulipa zaidi ya movie kali.